kwenye kutafuta huyu ambaye anaweza kuwa juu yetu, alafu hali kawa sintofahamu. Shida yake ni kubwa. Naomba niongee kitu kabla sijahama hapo kuingia pointi nyingine. Mnisikilize kwa makini. Nimeshangaa sana. Ndio maana nimesitiza kuomba kwa makini na kwa makini. Nimekupeleka kwa makusudi, kwa ruhusa ya Mungu, kwamba kama ni mbaya, kama huku. Sasa mimi wakati naomba, wazee, wakati naomba nasema sasa hiki kitu gani? Yaani sasa wewe Mungu unatupa mtu amelala kwa na madondo. Alafu unatupa. Alafu amekwenda hivi. Alafu huku. Alafu kama ni mwanadini, sijui kule. Lakini kafika mahali nataka nionyeshe, ili tunapokwenda kuomba tunaambia Mungu wa mbinguni, kwanza tunaomba utulivu kwenye taifa letu. Pili, tunaomba utupatie mtu ambaye anaweza kuwa na tumesema mwenye haki akitawala watu ufurahi. Tunamtengeneza sisi waombaji, tunamtengeneza. Utupe mtu mwenye haki, hata kama sio mwenye haki. Sio kama ni gani. Amen. Hello. Amen. Napanda kitu hapo. Utupe mtu mwenye haki ili watu wafurahi. Amina. Hata kama hana haki. Sasa kwa ajili yetu tunaoomba, utupatie, utupendelee basi. Kwa sababu Mungu anapendeleaga mkiomba vizuri. Simeona kwenye Biblia wengi walipendelewa. Wanataka kuniambia mkutano wote ule Yesu aliyokuwa nao, aliyeteseka na kutoka damu miaka 11 ni ule mmoja? Sio yule. Unataka kuniambia Israeli yote kote wale walioponywa ukoma ni wale wale? Sasa leo naomba nitumie lugha gani? Leo Mungu wa mbinguni atembee kote duniani, alivyomsaidia Hezekia, kamuongeza miaka, kaja kamponya Lazaro, kaongezeka miaka, akaja akamfufua Dorcas kwa sadaka zake akabisha, akaja akakumbuka Ninawi wakapona. Nataka kipandwe kitu ndani yetu, hata kama wengine wamekataa, basi kwa machozi haya basi atupendelee kutupatia mfalme wenye haki, ili watu wafurahi, uamsho uje. Maana watu wakifurahi uamsho unakuja, wapendwa. Misri ya furaha ni uamsho, kwa sababu uamsho unaleta kitu kilichochipuka. Mahindi yalikuwa yaoti, yameota. Watu walikuwa waombi, wanaomba. Watu walikuwa waji kwenye mlima, wanakuja. Ifike mahali maaskofu na nini mnakodi kosta kila Jumamosi, mnakuja na watu wenu hapa, kila mtu. Na ndicho nataka nitabiri kila mmoja huko kwenye mkoa, Jumamosi ile inayofuata tukimaliza kongamano, nataka nione kosta kutoka Kibaha, kutoka kwako Gongola Moto, kutoka kwako huko mnakotoka airport, unakodi kutoka Kigamboni. Tunakuja na kosta, tunakuja kwamba Mungu njoo tukumbuke. Na nasema kwa neno la kinabii Yesu atatukumbuka, maana anapendeleaga mkiugusa moyo wake. Kuna nani nielewa kweli? Ngoja nikwambie kitu kingine. Mungu anapendelea, anaweza kufanya. Na una ushahidi. Vitu vinapangana hapa niliposimama kwa wingi. Kimoja wapo, kuna manabii wakubwa na manabii wadogo. Wote ni manabii. Lakini wale manabii wakubwa wana neema zaidi kuliko wengine. Na hata kibiblia walitoa jumbe nyingi na zenye mashiko. Sasa nabii mmoja mkubwa alitumwa kwa mtu, akamwambia, tengeneza mambo ya nyumba unakufa, siku zimeisha. Yule ndugu bila shaka alifanya kama tunavyofanya. Akageukia, akamkumbusha. Na sisi ujio huu ni kumkumbusha Mungu. Kama watu wamekuja zaidi ya mikoa 5, 6, kama sikosei 10,
Mungu hapa wawakilishi. Maana yake Mungu wa Ibrahimu akumbuke, basi nilikuwa nalia mimi naomboleza mwenyewe, sasa mikoa 5 10 tumegeukia ukuta. Mungu atupe mtu ambaye atawale kwa haki, ili furaha iwepo, na furaha ndio uamsho unakuja. Karibu sakati na ndani. Mungu akumbuke hilo. Watu wa Shinyanga simama. Mungu aone. Watu wa Shinyanga awaone.